Wapendwa taifa la Mungu, tumsifu Yesu Kristo. Tuko tayari kwenye kipindi cha Juma Kuu. Tumemaliza maadhimisho ya Alhamisi Kuu. Tafakari hii ni ya Ijumaa Kuu. Hizi siku tatu za wiki kuu tunaita Easter Triduum ni za muhimu sana, kwa sababu zinahusisha kabisa kwa ukaribu ukombozi wetu sisi wa Kristo ulioletwa na Bwana Yesu. Alhamisi Kuu, Yesu anaweka karamu anaadhimisha mulo kabisa wa karamu ya mwisho, anakula na wanafunzi wake, anawapa amri ya mapendo kwa kielelezo kwa kuwaosha miguu. Anaweka sakramenti ya upadrisho na Ekaristi Takatifu. Ijumaa Kuu, mateso, kifo cha Bwana wetu Yesu Kristo. Ndiyo maana ibada ya Ijumaa Kuu inakuwa kabisa inagusa sana, na hapa ndipo mtima au moyo wa ukombozi wetu. Ndiyo maana hata Ijumaa Kuu, siku aliyokufa Bwana wetu Yesu Kristo, huwa ni nchi nyingi za ulimwengu wa Kristo, hata za ulimwengu wa Kristo, huwa ni siku ya mapumziko, watu kusali, tunaabudu msalaba, heshima kubwa. Na Jumamosi Kuu, misa ya usiku, Jumapili yenyewe mashangilio ya kufuka kwa Bwana. Tafakari inayokuletea ambayo ni ya Ijumaa Kuu, nitalenga tu somo la Injili tu ambalo ni refu kidogo, kuanzia sura ya 18 ya Yohana ya kwanza mpaka ile mstari wa 19 na ya 42. Si ndefu. Kimsingi, kwa umuhimu wa Ijumaa Kuu, isome na kuitafakari. Kwa wapendwa wa kanisa, leo tuko mbele ya msalaba. Hatuko mbele ya msalaba kushuhudia hadithi ya zamani iliyotokea miaka 2000 iliyopita Yesu alipofuka. Hapana, bali tuko katika tukio la wokovu wetu. Na katika hii Injili ya mwinjili Yohane tunayoisoma kwa sasa, tutakayoitafakari, nitatumia utaratibu wa tafakari yangu kuangalia wahusika katika simulizi lote, wahusika, na nimechagua wahusika 8. Halafu wahusika 8 nitawaelezea, halafu na wewe utakuwa unajitafakari, mimi nahusika vipi kama mhusika na mimi katika tukio hilo. Na moja kwa moja, mhusika wa kwanza katika mateso ya Kristo ni Yesu Kristo mwenyewe, mfalme anayetawala kwa msalaba, si kwa mabavu. Katika Injili ya Yohane, Yesu haonekani kama mnyonge tu kwa macho ya kibinadamu, lakini ni mfalme mwenye mamlaka. Anapoulizwa na askari, wewe ndiwe au wewe ndiye Kristo mfalme ambao tumesikia wanasema habari zake, Yesu anasema mimi ndiye. Maskari wanaanguka chini. Hata katika mateso, yeye ndiye anayeongoza tukio hili, Yesu, Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa mchango wa Yesu katika simulizi za mateso haya ni upi? Mambo mawili tu. Cha kwanza, Yesu anajitoa kwa hiari yake ateswe, si kwa kulazimishwa na Mungu Baba, hapana, au na watu au na kikundi cha watu. Hakulazimishwa. Anakubali kikombe cha mateso akinywe kwa upendo. Lakini maana yake hiyo, pointi ya kwanza tunayojifunza ni hii: upendo wa kweli unajitoa bila masharti. Lakini cha pili, ushindi wa Mungu hauonekani kwa nguvu ya silaha, vita na kadhalika, bali utii kwa msalaba. Mhusika wa pili, mama Bikira Maria, mama aliyesimama chini ya msalaba mpaka dakika ya mwisho, yuko kwenye msalaba. Mateso yote anafuata nyuma mpaka Yesu anakufa, yuko chini ya msalaba. Huyu mama yupo chini ya msalaba. Mama Maria asemi neno, lakini uwepo wake unasema kitu hata bila kusema neno. Anashiriki mateso ya mwana wake kwa imani kubwa na kwa ukimya anashiriki mateso.
mambo mawili tunayojifunza. Wakati mwingine katika maisha yetu ushuhuda wa kweli hubaki imara katika maumivu. Tunapopata msiba hata sisi tunakuwa na maumivu, lakini bado tunakuwa na imani. Mama huyu ni mfano kwetu. Lakini cha pili tunachojifunza kutoka kwa mama yetu Bikira Maria ni hii imani ya kweli ambayo haikimbii msalaba. Tujifunze kwake. Mtu wa tatu ni Petro. Petro ni mwanafunzi ambaye alianguka, nafahamu alivyomkana Yesu mara 3, lakini hata kabla ya hapo alikuwa anamfuata Yesu kwa mbali hata kabla ya kumkana, na hii kwa sababu ya ule ubinadamu. Lakini alipoulizwa mara 3 anamkana Bwana wake, na Yesu alishamwambia tangu mwanzo kwamba kabla ya usiku kucha, jogoo kabla ya kuwika, atakuwa umenikana mara 3. Petro kweli alimkana, lakini alitubu, tofauti na kama Yuda Iskarioti kama tutakavyoona baadaye. Sasa Petro anatufundisha nini katika simulizi hili la mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo? Petro anaonesha udhaifu wake wa kibinadamu kama binadamu, lakini bado ana upendo, ila anaogopa. Ni binadamu. Lakini tunajifunza nini? Pengine kujiamini kupita kiasi kunaweza kutuangusha kiroho, na hapa inabidi tuwe makini sana. Wanasema hata katika furaha uwe makini, unaweza ukaanguka katika bashangili au kujiamini. Wanafunzi wanaojiamini kwenye mtihani wakati mwingine huwa hawafaulu vizuri. Kumbe tumombe Mungu atusaidie katika hili. Lakini kitu cha pili kubwa tunachojifunza ni kwamba kuanguka si mwisho. Kilicho muhimu ni kurudi na kutubu. Petro alirudi na kutubu. Kumbe leo Ijumaa Kuu, je, unadhani kuna maeneo katika maisha yako umemkana Bwana wetu Yesu Kristo kwa maneno au kwa matendo? Mhusika wa 4 ni Yohane, yule mwanafunzi mpendwa aliyependwa na Yesu sana. Yohana anasimama karibu na Yesu mpaka mwisho. Wakati wa mlo wa mwisho alikuwa yuko karibu na Yesu, hata kichwa chake kimeegemea kwenye kama kifua cha Yesu hivi, mpaka msalabani, na mama Bikira Maria yupo. Anabaki mwaminifu, na pale mwishoni kabisa Yesu kabla hajakata roho Yesu anamwambia mama yake, mama, tazama mwanao. Alafu anamgeukia yule Yohane anasema, tazama mama yako. Na huyu Yohane anatuwakilisha sote wa Kristo kumwona mama kama mama yetu. Tunajifunza mambo mawili. Cha kwanza, upendo wa kweli hudumu hadi mwisho. Cha pili, ukaribu na Yesu huzaa uaminifu katika majaribu. Unapokuwa na ukaribu na Yesu na uaminifu kwake, hata katika majaribu utabaki imara. Na hapa tunaweza tukakumbuka maagano yetu ya ubatizo, mlio katika ndoa, maagano ya ndoa, watawa, mapadre, kila mtu ana maagano yake. Sasa sijui tunayatimiza vipi? Na kila uchao watu tunasikia talaka, kila uchao magomvi, talaka, idadi inaongezeka kila siku. Kwa mfano ya ndoa, kwa nini? Tujitafakari. Mtu wa 5 mhusika ni Yosefu wa Arimatea. Ujasiri wake mpaka mwisho. Huyu Yosefu wa Arimatea ndiye aliomba mwili wa Yesu kwamba autoe msalabani, alafu akauzike kwa heshima. Na huyu anajitokeza waziwazi kama mwanafunzi wakati hatari imepita kidogo. Unaona, amejitokeza kwenda kuomba mwili wake mwishoni kabisa, huku katikati hatumoni. Lakini anatufundisha mambo makubwa mawili. Cha kwanza, hata mtu akichelewa kidogo bado unaweza ukafanya jambo jema kwa Kristo. Ndio maana unaweza ukasema mimi nimekuwa mbatizwa, mfuasi wa Kristo kwa miaka 20-30, labda nimefanya vizuri. Hapana. Unaweza ukafanya utume wako muda kidogo, padre ukawa padre miaka 3, mtawa mwaka 1 miezi 6,
mlei mbatizwa ukaishi ndoa yako mwaka mmoja, Mungu akafanya vinginevyo, lakini hata kuchelewa kidogo unaweza ukafanya mambo makubwa. Na ni wazi hii kuheshimu mwili wa Kristo, kwamba upe maziko ya heshima, ni kitu kikubwa. Hata miili yetu tunaizika kwa heshima. Na kwa Kristo je? Mhusika wa tatu muone Pilato, yule ambaye alikuwa ni mtawala wa dola ya Kirumi, anaujua ukweli kwamba Yesu kwa kweli hana hatia, na alisema sioni hatia ya mtu huyu, lakini hana ujasiri wa kukomaa na kusimamia ukweli. Ujasiri ulimshinda. Poncio Pilato anamhoji Yesu, anaona hana hatia, lakini anaogopa shinikizo la umati. Mtu unasalimu amri kwa hofu ya kupoteza mamlaka. Tunajifunza mambo mawili. Cha kwanza, kujua ukweli hakutoshi, tunahitaji ule ujasiri wa kuutetea. Kujua ukweli haitoshi, ujasiri wa kuutetea. Hofu ya mwanadamu inaweza kutufanya tumhukumu asiye na hatia au tuseme uongo. Katika maisha yetu inatokea hiyo. Je, mara ngapi wewe umechagua ukimya badala ya kusimama upande wa haki, au kusema uongo ili utetee nafsi yako au cheo chako au nafasi yako? Mtu wa saba, ule umati wa watu ambao ulikuwepo, msulubishe, mara wanapiga kelele, ulikuwa mchanganyiko wa watu wengi. Ilikuwa sauti inayopotoshwa ile. Umati unapaza sauti, msulubishe, msulubishe. Wanakubali kushawishiwa, wale viongozi wanamtoa Baraba badala ya Yesu. Yule Baraba alikuwa ni jambazi. Pilato alisema au nimtoe Baraba, sasa tunamhitaji Yesu. Watu msulubishe, msulubishe. Sauti ya wengi si lazima iwe sauti ya kweli. Nadhani mtakubaliana na mimi. Si kwamba kitu kwa vile wanakisema watu wengi kitakuwa cha kweli. Mwezi wa pili, miezi mchache imepita kama miwili sasa, tarehe 25 mwezi wa pili mwaka 2026, katika jimbo la Marekani la New Jersey, bunge la jimbo hilo lilipitisha sheria ya kwamba yule mtu ambaye labda anakuwa ameugua, hajitambui, baada ya kuendelea kupata mateso, basi asaidiwe kufa, labda apigwe sindano ili afe, asiendelee kupata mateso huko aliko. Daktari mmoja alihojiwa, unalionaje hiyo? Akasema viapo vyetu vya udaktari nilivyosoma sijawahi kuona. Lakini kwenye bunge hilo wengi walipiga hicho kitu kuwepo, kinaitwa euthanasia kwa lugha ya kitaalamu. Yaani kumuua mtu kama daktari akupige sindano ili usiendelee kuteseka pale hospitalini. La msingi madaktari wawili wadhibitishe, alafu na ndugu yako aseme ni sawa. Tunaenda wapi? Huko ni Marekani. Lakini hata hapa kwetu kuna vitu vingi vinafanyika. Madaktari kuna wanaohusika kufanya abortion, wanasheria wanapotosha ukweli, wanasiasa, sisi wenyewe waamini wetu, au si wanaofanya hivyo si kwamba ni madhehebu mengine si wa Kristo. Wamo na wa Kristo na ambao si wa Kristo. Na ndio maana Rais Trump pamoja na changamoto zake nyingine ana mazuri yake. Mambo ya mashoga alishaweka ni X. Watu wanaopinga Ukristo ameisha, anasema haiwezekani. Hata Nigeria kula alienda kuwapiga mabomu wale Waislamu wenye msimamo mkali. Akasema hapana, Wakristo wameteseka sana. Mlisikia miezi mchache iliyopita wanajeshi wake walivyoenda Venezuela, wakamchukua rais wa Venezuela usiku kutoka Ikulu, wakamleta Marekani na anaendelea kushtakiwa. Sijui hukumu yake inaendeleaje. Bila shaka inaendelea au imeshatolewa. Sasa mimi leo nasemaje? Nachagua Baraba au nachagua dunia hii au namchagua Yesu? Mtu wa mwisho ni Yuda Iskarioti. Usaliti, kumsaliti Yesu kwa bei ndogo, vipande 30 vya fedha. Yuda Iskarioti anaongoza kikosi cha askari kwenda kumkamata Yesu. Anamsaliti Yesu kwa busu, kwamba yule nitakaye mbusu ndiye huyu. Anambusu Yesu alafu anakamatwa. Ishara ya upendo ambayo inatolewa na busu inageuzwa kuwa silaha ya usaliti.
Inasikitisha sana, lakini ndio ukweli, na sisi tunamsaliti Yesu. Na wewe na mimi inawezekana tukawa karibu na Yesu, lakini moyo uko mbali naye, kama Yuda Iskarioti. Daima dhambi inaanzia moyoni kabla haijatendwa kwa vitendo. Je, wewe umewapiga busu wangapi na ukamsaliti mume wako au mke wako? Kazini umebadilishaje mambo yako ya kiutendaji, biashara? Kupiga busu si kwamba liwe busu ile, unapobadilisha unapiga kona zako unazozijua. Na tujiulize, je, kuna busu la unafiki katika maisha yangu ya imani? Yaani busu maana yake ni unafiki, na busu la unafiki katika maisha yangu ya imani. Tumalize, sitaki kutoa hotuba ndefu leo, mahubiri marefu. Nataka tutafakari kila mmoja, na hapa kila mmoja ajiangalie kati ya wasukao wa maana, mimi mchango wangu ni upao unasimama wapi? Kumbe tumuombe Mungu atusaidie. Tujiulize, je, mimi ni kama Petro, ni kama Pilato, ni kama yule Iskarioti, ni kama Mama Maria, ni kama Yohane mpendwa, yule mtume mpendwa? Leo msalaba unasimama mbele yetu, na katika Injili ya Yohane Yesu anasema imekwisha, anakata roho. Si kwamba ni kilio cha kushindwa, bali tangazo la ushindi. Ijumaa Kuu inatufundisha kwamba upendo unauma, utii una gharama, lakini mwisho wake ni wokovu. Leo tunaabudu msalaba, tusujudie msalaba kwa unyenyekevu tukisema, Yesu, unifundishe kuwa mhusika mwema katika simulizi la wokovu wangu. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa mahitaji ya vifaa mbalimbali vya shule ya msingi na sekondari kama vile kalamu, daftari, vitabu vya mitaala mipya ya sayansi, biashara na sanaa, kamusi za Kiswahili na Kiingereza, vitabu vya riwaya, fasihi na tamthilia, bila kusahau vitabu maalum kwa ajili ya watoto wadogo kujifunzia. Usihangaike kwenda sehemu nyingine tofauti na TMP Bookshop. Hawa ni wauzaji wakongwe wa vitabu hapa manispaa ya Tabora. Aidha, ukifika TMP Bookshop utapata machapisho na vitabu kede wa kede vya dini, ikiwemo Biblia, misale, rejista za kipaimara, komunio, mazishi, ndoa, ubatizo na vingine vingi kulingana na mahitaji yako. Duka la TMP Bookshop linafunguliwa kila Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:30 hadi saa 11 jioni, na Jumamosi ni kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 jioni. TMP Bookshop tunapatikana karibu na kiwanja cha Chipukizi mkabala na Mea Hotel. Usiwaze wala kuumiza kichwa. TMP Bookshop sisi ni wakongwe katika uuzaji wa vifaa vya mashuleni kwa bei nafuu kabisa kuliko wote mkoani Tabora. Kwa taarifa zaidi wasiliana na Sister Zawadi kwa simu nambari 0754039465. Karibu TMP Bookshop.